Leo ni Ijumaa hadhimu ambayo tumekutana na Lawrence. Ni mara baada ya sikukuu ya wafanyakazi, tarehe moja ambayo kiukweli kwa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa ina mambo mengi. Ongezeko la mshahara kwa 35% kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwenye upande wa soka huku kuwa kuna mambo mengi. Mara Haji Sunday Manara, mara kasi wamejibu shauri la Young Africans waliopeleka kule, ikaja kombe la muungano Young Africans kuchukua kombe hilo kuibuka kidedea. Lakini nipo na Lawrence leo kuyajadili mengi ambayo yamejiri tarehe moja, tukiwa tunaelekea tarehe 17 kwa tarehe 20 ambayo mnyama anasubiri kwa hamu kushuhudia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lawrence, hali yako iko vipi? Hali yangu iko njema Jafet. Nashukuru Mungu tumeamka salama, tuko na Ijumaa njema. Sikukuu ya wafanyakazi tarehe moja jana imepita salama na tumeyasikia mengine kwenye soka. Kwa ujumla maisha yanaendelea Jafet. Tuko poa, tuko vizuri. Tuliokuwa tunasubiri wakati uzungumze, nadhani wakati umezungumza, kila kitu tunasikia kama ni Mei Mosi. Namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, nadhani ameweka 30% ya nyongeza ya mshahara. Ni sherehe kwa wafanyakazi kwa sababu kidogo inawasaidia katika namna maisha yanaongezeka, maisha yanapanda. Kwa kidogo ameongezea, ni jambo zuri, lakini kwenye mpira nasi wengine tunaoamini kwamba kuna mambo ya tofauti, maisha yetu tunayoishi tunataka kwenda kujianika, wameenda kujianika, mwisho wa siku wamejua ukweli ulikoje. Nadhani waendelee kupata somo, ni jambo zuri kwa sababu lazima mtu akingangania mwache aende anakoenda, utaki kumzuia akilia wembe mwache aende, nadhani ukishamkata atasema mwenyewe kama nimekata. Kwa hiyo Jafet, tuko vizuri, tumeamka salama. Nashukuru leo tuna game na Mashujaa. Tuko vizuri kwa ajili ya game na mambo mengine ya ulimwengu yanaendelea. Bana, mimi nakumbuka tarehe 8 tulizungumza mimi na wewe, na ulivyozungumza uliona kabisa kwamba kuna kila sababu ya Simba Sports kuto kucheza kwa sababu hawajapewa haki yao ya msingi. Kanuni zikatafsiriwa sana, kesi ikafika kasi wameijibu Young Africans kwamba hilo shauri wamechukua, wameweka kwenye dustbin. Kesi hiyo haiwezi tena kusikilizwa, dabi inarudi pale pale. Niambie, ni kwamba viongozi walitaka kuaminisha mashabiki wa Young Africans kwamba msimamo wao utaendelea kuwa pale pale, ndio maana walichukua hatua moja mbele? Yani hili tuseme kwa sababu ndivyo tumeumbwa hivi sisi wa Tanzania, tunaenda na tabia hizi. Yani unaona hii chokochoko yote ya viongozi waliokosea kuhusu hii dabi ni viongozi wa Yanga. Sawa, sio mashabiki, kwa sababu leo hii wale mabouncer sidhani kama walijipeleka wenyewe. Wale ni wanachama, wanaweza kuwa ni mashabiki, lakini sio kwamba wamejipeleka wenyewe. Huu ni mpango wa uongozi kwenda kuivuruga Simba, na ndio maana wanajaribu kujipapatua kuwaaminisha wanachama wao kwamba walichokifanya kilikuwa sahihi. Ndio maana sehemu zote wanaruka. Kwa namna ilivyo kiangalia, viongozi wabebe weledi wa uongozi. Yani kama wewe ni shabiki usiwe shabiki. Nadhani kuanzia rais wa Yanga mpaka makamu wake ni watu wenye weledi, watu wenye elimu, na watu ambao mpaka wameaminiwa kupewa taasisi kubwa. Kwa hiyo wanapochukua swala la uongozi wabebe kama uongozi, wasiingie kwenye ushabiki. Pale walishakosea. Kama mmeshakosea, jambo zuri anasema mwanadamu ni vizuri kuchutama kuliko kuendelea kukimbia, unaendelea kudhalilika. Umepoteza nguo, chuchumaa, watu wakustiri, zeni mambo mengine yaendelee. Ilikuwa tu ni jambo moja la kusema bwana labda wamekosea kuweka wale mabouncer, ndio ambacho Simba walisema kuomba kwamba Simba waliomba kwa nini wawekwe mabouncer. Huu ni mchezo wa mpira miguu. Unaenda kunizuia nisifanye mazoezi. Lengo ni nini? Kwamba kuwahalasi Simba, kuwatoa mchezoni, kwa sababu huu ni mkakati ambao ulipangwa ndani na uongozi wenyewe. Kwa hiyo wamepanga lile jambo, badala ya kuchutama waombe tu msamaha kwamba wamekosea, wasubiri mpira ucheze. Nadhani wangekuwa wamesikilizia mpira ucheze kuwa na harakati zote. Lakini leo hii wanawaaminisha wanachama, sio wanachapisha ma-t-shirt. Leo unaenda kasi unatumia hela. Kule yani huwezi kufungua kesi hivi. Umefungua kesi kule kasi. Kwa mjibu wa maelezo ya wenyewe kasi wanakuambia umefungua kesi lakini haina vifungu. Yani unailalamikia kule kwa kigezo gani? Zeni unayemlalamikia ndo anayeongoza mpira. Yani hamna kafu bila kuwepo na TFF. Sababu hamna FIFA bila kuwepo na kafu. Kwa namna unapoenda kule lazima uangalie wanachama. Unazuia waendeshaji, si unamshtaki. Mwisho wa siku kwenye kesi kule lazima muulize muhusika wa mpira. Muhusika wa mpira ni TFF ambaye wewe umemshtaki. Lakini TFF ina njia zake za kulalamika. Wakati unaenda kule, hiyo wanasema ni mahakama ya kimataifa ya rufaa ya michezo duniani, mahakama ya kimataifa ya rufaa ya michezo duniani, sio mahakama ya kawaida. Kwa hiyo unatakiwa uanze kesi huku, ukishindwa ndio zeni uende kule kwamba huku sijatendewa haki na kuja huko ili nipate haki yangu. Kwa mwisho wa siku wamekusanya tu kama walivyo. Ni jambo gumu ambalo kwa mfano rais wa Yanga sasa hivi ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, hakuna anayepinga. Una watu wengi ambao unaweza kuwaomba ushauri, una watu wengi ambao unaweza kushauriana kuhusu jambo hili. Kwa nini ulifanya jambo hili liwe na taharuki wakati uliyekosea ni wewe? Kwa mwisho wa siku wanazidi kupuyanga. Na kule kasi sidhani kama hata kamati yenyewe imekaa. Nadhani ni mtendaji tu wa kasi mwenyewe kaliangalia karatasi kachana katupa kwenye dustbin, kaambia rudini mlikotoka. Ndio ukweli ulivyo. Kwa mwisho wa siku ukilia wembe
mwelekeo unaoona. Na ndio maana Simba walitumia tu barua moja, lakini leo ukiangalia barua za Yanga ni nyingi kuliko barua ya Simba. Simba alikuwa na vigezo, Simba alikuwa na haki kwamba umebuguzi watu. Na kila siku niliwaambia, hata siku tulivyohojiana nikamwambia kama Simba naye angeamua aite tu mabouncer wake Temeke, hali ya uwanja wa Taifa pale ingekuwaje? Picha ya mpira wetu Tanzania ndani ya Afrika na duniani ingekuwaje? Kwa hiyo Simba aliamua kutumia busara, na ndio maana hata TFF wakati wa kuahirisha mchezo, mwenyekiti wa bodi anasema hasara hizi kweli ni kubwa, kuliko ungeruhusu mchezo uchezwe, hasara zingekuwa kubwa zaidi. Na hilo wao tu wa Yanga sio kwamba wanaliona namna gani kitokea vurugu za kupigana mashabiki ambavyo hasara uwanjani zinakuwa kiasi gani. Inatokea vifo, inatokea majeruhi, inatokea uharibifu wa uwanja, inatokea uharibifu wa mali, magari na kila kitu. Ni sawa na hasara iliyopatikana. Inawezekana kufidiwa ikawepo, utakiwa tu udai hasara za matumizi ambayo umeyafanya yamekulisha hasara, lakini kuliko kudai point, kwa sababu ulichokitengeneza ulitengeneza tukio kubwa ambalo lingeleta shida kwenye mpira wetu. Nilitoa mfano, tunaandaa chani mwezi wa 8, tuna AFCON 2027. Ukiharibu taswira ya mpira wa Tanzania, umeharibu mambo mangapi kwa jambo moja ambalo kwa mtu mmoja ambaye uliamua kupeleka wale mabouncer. Kwa Simba na bodi ya ligi waliamua kutumia busara, waliamua kuona namna ilivyo Simba ameshahalasiwa. Simba kishatolewa mchezoni. Nimesema siku hiyo Alajiga, makosa ya kibinadamu kama ambaye alifanya labda nani Kayoko. Ghafla kwenye box amefanya. Mashabiki wa Simba tayari wana mentality ya kuonekana kwamba sisi tumekosewa. Jana timu yetu imezuiwa. Yaani kwa hiyo wanaingia uwanjani kama hawana haki. Ikitokea Alajiga akakosea, jukwaa likishuka nani analizuia? Amani tunaisisitiza kuilinda wenyewe. Tusipoilinda ni jambo baya. Kwa hiyo TFF na Simba walijaribu kwa kuona kwa sababu jambo hili lilipofikia haiwezi kuwa sawa. Kwanza wachezaji wenyewe hawako sawa mpaka mashabiki hawako sawa. Maana Simba akasema tunataka maelezo yao mabounce. Issue ni ndogo tu ambayo Simba waliomba. Yanga wajibu wale mabounce waliopeleka wakazi gani? Kisha habari. Huko kasi kwingine ni kuruka kwa maharage. Ndio wanasema dabi ipo mwenye mpira wake. TFF kishasema mpira utachezwa na timu ya mpira lazima icheze mpira, hawana namna. Maamuzi ya haraka ya bodi ya ligi kuhairishwa kwa mechi na kupangiwa tarehe nyingine na Young Africans kwenda kupeleka shauri lao la hii kesi ambayo haikusikilizwa huku, unadhani kwamba walikurupuka? Na ndio ukweli ulivyo. Ni ukweli ulivyo, wanakurupuka. Wanasema mihemko. Ndio maana mwanzo nikasema wachukue weledi wa uongozi, wasiingie kwenye ushabiki. Unajua shabiki muda mwingine anataka, yani kwa mfano akiingia uwanjani anataka matokeo. Yani yeye hajadili kwamba mpira muda mwingine unabadilika, au hata yule anayecheza naye anawezekana muda mwingine ameamka na uwezo mzuri akamsifu yule ambaye anapambana naye. Yeye anachowaza ni matokeo, anawaza afurahi basi, mambo mengine kujadiliana naye kwao. Lakini kama kiongozi unatakiwa ubebe ngozi ngumu. Ndio maana muda mwingine kwa mfano kuna mechi ile ya Masri na Simba ilifika stage try again, anamwambia usipende kulialia sana. Yani kwa sababu Ahmed Ally yeye anaubeba muda mwingine ushabiki, anaona ninakutana na watu nitawaambia. Lakini ukiwa kiongozi unatakiwa na ngozi ngumu, ubebe utulivu. Jambo linapotokea kwanza unatakiwa mtulie, usiwafuate mashabiki wanaolalamika huko. Nyinyi kama viongozi ndio wa kuwatuliza. Nadhani wako mstari wa mbele kuambia ukweli mashabiki wao, wako mstari wa mbele kwa ajili ya kujenga, kutetea taasisi yao, lakini sio kwa ajili ya kukurupuka. Unakurupukaje na unaenda kupoteza hela afu hamna ulichokifanya hakina maana. Wataeleza nini mashabiki wao kwamba wameonelewa Simba na kule kaenda kapendelewa au inakuwaje? Ukibaki kwenye sheria, vile vitu kwenye sheria vitakwambia ni vifungu ambavyo viko wazi. Mtu atafumua kifungu hiki ataangalia huko na wewe ulichoamua haviendani. Kwa mwisho wa siku anaona shauri halina miguu wala kichwa. Wamekurupuka, hawana hoja ya msingi. Unaona kweli wakiingia uwanjani au wataendelea kushikilia msimamo wao? Kuingia au kutokuingia ni wao, kwamba walianzisha timu kwa ajili ya nini. Kama ulianzisha timu kwa ajili ya mpira, wanataka uingie uwanjani. Nilisema kama leo wanasema hawana imani na TFF, hawana imani na bodi ya ligi, maana tuitisha uchaguzi ndio mechi ije icheze. Natakiwa patikane bingwa, na miaka ya nyuma ilitokea kama alienda bingwa ambaye kulileta shida, watu wakapeleka timu nyingine ambayo haikuwa bingwa kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya michuano kama taifa. TFF wana haki hiyo. Ukishindwa kutokea kwa sababu ya maandalizi yameshatolewa na ratiba imetolewa, asipokuja basi TFF ataamua anachoamua nini. Kikiwakuta wasije kwa mlaumu kwa sababu faida inaweza kaenda kwa Simba kama ndio ukweli hapo, kwa sababu Simba yeye alisema mimi siingizi timu kwa sababu ya matokeo yaliyojitokeza, nahitaji kutuliza timu kwa sababu tayari kuna shida ishatokea. Lakini Simba hajasema sitocheza mechi. Wao wanatamka wacheze mechi. Uchezi mechi, anayesimamia mpira anakuambia mechi ipo. Kwa kama watatokea, manufaa yatakuwa kwa Simba, na wao wenyewe ndio wameyasababisha. Watawaambia wanachama wao hawaendi na kila siku, kwa maana watakana kauli zao. Ndio hapo ni kala moto. Mpaka leo wanawaza kwamba warudie kumeza matapishi yao au wabaki kwenye msimamo. Kwa wako katikati, lakini sheria za mpira zinasema mpira lazima uchezwe, mechi kiahirishwa lazima ichezwe. Kwa hali jinsi ilivyo, na ninyi huwa mnazungumza kuona kwamba Young Africans kuna mechi anapata sana urahisi pindi anapokutana na wapinzani wenye nembo ya mdhamini ambaye yupo upande wa Young Africans, na inapokwenda kukabiliana na Simba Sports, unaona ni mchezo ambao utakuwa umebeba pressure ya aina gani ikiwa Young Africans atamaliza mechi zake akiwa na tofauti alama moja na Simba Sports? Pressure kwao wao ni kubwa, pressure yao kwao ni kubwa, na ndio maana hata kipindi kile tunasema
Simba ina 60% wakati tunaenda kukutana nao, kwa sababu mwanzo tulikutana nao timu ilikuwa karibu ina wiki 2 au wiki 3 toka imetoka pre-season, ilikuwa haina muunganiko. Tukakutana nao, nadhani goli lile la Kijili kujifunga na mpaka leo wanawaza, yani pale mpaka alipo ndo wanapoumiza kichwa. Kayoko kahusika kuwasaidia kupata ile matokeo ya goli moja. Paka hapo wanaumiza kichwa kujiuliza, leo hii Simba ambayo tayari imeshakutana na watu ambao wao walikuwa wanataja kwamba Simba havuki kuanzia kwenye michuano hii ya shirikisho, Simba haendi, Simba inazeni. Ukiangalia Mpanzu kachanganya, timu imeshaunganika, kwa hiyo pressure iko upande wao, pressure sisi haiko. Kwa maana sisi kama sisi tunawaambia watu tumeshafungwa zaidi ya mara 4, yani tunaogopa nini kwa ajili ya game? Sababu ni mpira, hii ni game, yani mpira matokeo yake huwezi kuyaogopa. Wao ndo wanahofu kwa sababu wanaona kufungwa si kitu gani cha ajabu kwao, ambacho mpaka wanashiriki kufanya vitu vya ajabu. Na mechi zao za kuandaa, unaona hata kwa wanaosema walicheza muungano, unaona mechi wanashinda goli moja wanavyopapatua vile ambavyo wanavyowapa watu sifa, ndio maana nasema mechi za kuandaliwa zina shida, kwa sababu kwanza zinaharibu mentality za wachezaji. Kuona kila atakachopiga golini litaenda kuwa goli. Unasema una mfungaji bora, lakini nadhani amemaliza ile michuano bila goli kama sikosei Jafet Mzize, na amecheza karibu mechi zote kamaliza nadhani bila goli. Sidhani kama amepata goli. Kwa hiyo unajiuliza, timu ambayo wanaipa hope kubwa, wanaipromote kuonekana ni bora, wanakutana kule Zanzibar, wanapata matokeo kwa shida mno, kwa sababu mechi wamezoea za kuandaliwa. Na mechi ya dabi kama hivyo unavyoona, walishaandaa watu wao, na Simba wale watu wao waliokuwa wamewaweka sisi tushawaondoa. Kwa hiyo wanawaza, yani kila wakiangalia kila namna ya kuingia ndani ya mechi ile wanashindwa, na maana unaona pressure yao ni kubwa sana, kwa sababu tayari washazoea mechi za maandalizi, mechi za kuwapanga watu ili wapate matokeo ya namna hiyo. Tuweke mpira uchezwe ili dabi ionekane. Hadhi ya ligi kuu, hadhi ya mpira wetu ni kukutana sisi na wao, tumalize mechi zeni ionekane kama atakuwa bingwa atawaze kuwa bingwa, sisi hatuna shida. Mimi nalo swali Lawrence, na nitataka hili swali unijibie kwa sababu moja. Kumekuwa kuna ulinganifu sana kwa hivi sasa, na ulinganifu ni kwa sababu Simba Sports ikafika hatua ya finali. Wanazungumza hakuna jipi ambalo lipo katika hatua hii ambayo Simba hivi sasa amefika. Naita mara 2, lakini wao wanahesabu kwenye makablasha yao ni mara 1. Swali la msingi ni kwamba namna ambavyo kila mmoja anakuwa anaweka niweke sijui nitumie neno gani rahisi ili nieleweke, namna ambavyo anakuwa na kejeli kwa sababu hayupo katika hiyo michuano, inaondoa thamani yoyote ya kile ambacho mnakuwa mnakipigania? Yani uzuri Simba tuna weledi, na mimi nilishasema mafuta na maji yashajitenga. Kwa hiyo muda mwingi kufananisha mafuta na maji unakuwa kama unatumia nguvu kubwa, lakini hatuna budi kuyaishi na tuweze kuyazungumza. Anayesema hamna jipya ni yeye anavyojiaminisha na kujaribu kujipa, kwa sababu ni kama wanajishusha pressure. Hawakutarajia Simba hii kuwa hapo pale. Kauli zao zilikuwa miaka 3 labda wanatengeneza timu, sioni Simba ikifika pale. Ndio kauli zao. Wakizungumza nini? Wanazungumza njia ambayo Simba alikuwa anapita. Hebu wazungumze njia ambayo Yanga alipita kufikia finali. Umepita na watu ambao wanataka kushuka daraja, umepita na watu ambao zofuri hali kwenye hali, lakini unapita na watu wapo bora zaidi. Nadhani niseme katika timu, japo wanasema hii Stellenbosch wametusumbua, lakini mimi mechi ambayo ilikuwa tafu ambayo tulianza nayo, yani unatia mguu unakutana Al Ahly Tripoli, unatia mguu unakutana na mtu amesajili, ameweka watu kweli kweli, yani ana shughuli ya watu, yani sio mchezo. Ameweka uwanjani tika uwanja ile Libya imejaa, na sisi ndo tunaanza michuano ndio mechi ya kwanza, mguu wa kwanza, lakini tumepambana tukatoboa. Tumeenda kwenye makundi, namna ambavyo unaangalia timu tulizopanga, tuna Waarabu, tuna Mswahili mmoja, namna wanasema Simba Simoni, kwa sababu kwenye kundi Simba ni kama underdog, japo tumetengeneza CV yetu. Kwa hiyo namna ilivyo njia tuliyopita sisi na waliopita wao, nadhani wana haki, kwa sababu hiyo ndio kama anasema Ahmed Ally, ni kuwapigia ule tu mzigo wa kusema wivu. Kwa hiyo mzigo kumpigia wewe wimbo wa wivu, unakosa time naye, mwacha jifariji. Wao kwenye pressure kubwa, wapo kwenye hofu kubwa, kwa sababu hicho walichokuwa wanazungumza kwamba sisi tumefika finali nao wafike. Tumefika, wameleta hoja nyingine kwamba hatuna jipya, na sisi hataki tuwe na jipya. Hata juzi nilikwambia Jafet, sisi hataki tuwe na jipya. Tunataka waishi humo, kuto kutuamini, kuto kutupa heshima, lakini sisi tunafanya leo kuwa bora. Usipojifunza kwa aliyefanikiwa utabaki na hali yako kila siku kwa sababu ya kuwa na kiburi. Nimesema sisi tuna mfano mingi ambayo wao wameiga. Mwanzo walikuwa nakata, tulianzisha tamasha la Simba Day, wakakaa zaidi ya miaka kibao hataki kuiga, wanaona kama ni kitu cha ajabu ambacho hakipa. Kwa mwisho wa siku wamekaa kaulizana wenyewe, kana watu wanatengeneza hela na watu wanafanya maendeleo, wana brand club yao, wanakutana wao kama wao, na wao wakaanzisha tamasha lao. Kwa hata hiyo unaposema haina jipya, sisi ya kwetu ina jipya. Wao wamecheza finali hapa, hamna kombe uwanjani, wameenda kuliangalia kombe ugenini. Sisi tunacheza finali, kombe liko hapa, hatuwezi kufanana. Sisi finali yetu ina maana itakuwa na ugeni mwingi. Finali yetu itatengeneza uchumi, yani sehemu za hoteli hizi sio jambo la uongo, booking itakuwa ni kubwa na watu watatoka mbali. Kwa ndani ya uchumi wa nchi kama nchi, sisi tunanufaika. Kwa kunufaika kwetu sisi ndio tofauti wa sisi na wao, tuna tofauti kubwa sisi na wao. Walicheza finali kweli, lakini kombe wa kulishuhudia, kombe wameenda kulishuhudia ugenini. Leo hii hata mtu akitoka Morogoro
anayetoka si Kibaha, anatoka nani Kigoma, anatoka wapi, anakuja kuliona kombe kwa Benjamin Mkapa. Liko pale. Yani kombe linanyanyuliwa, linasogezwa, liko pale. Sio kwenda kuliona Algeria. Sisi tunaliona kombe hapa. Kwa hiyo sisi na wao hatuwezi kuwa sawa, na sisi hatutaki kuwa sawa. Kama wanasema hatuna jipya, na sisi nasema wabaki humo humo kwa kuona sisi hatuna jipya, lakini sisi tuna jipya kwa sababu tunaleta fursa ya uchumi ambao ndani ya nchi kila mtu ananufaika. Atanufaika mwenye hoteli ambaye ni mmiliki ni Yanga, atanufaika mtu wa usafiri ambaye dereva ni Yanga, atanufaika mtu basi zitakodiwa kwa ajili ya ambaye dereva wake au mmiliki wa basi ni shabiki wa Yanga. Kwa hiyo uchumi huu utamgusa kila Mtanzania ambaye kwa sababu ya Simba kuwa finali hapa. Kwa hiyo kusema sisi na wao tunafuata wao sio kweli, nadhani wanajifariji tu, ni wivu. La msingi. Kwa hiyo unachokusudia Lawrence kwa hivi sasa ni kwamba thamani ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika imeletwa na Simba Sports. Ni ukweli. Hata wenyewe wanajua ni ukweli. Na ndio maana sehemu nyingi wakiongea wanasema kama CAF anatupendelea, si CAF anafanya, lakini ni status ambazo Simba kaziweka. Wanapoamua CAF kuandaa finali ije huku, unaangalia status ya mashabiki. Nyinyi mashabiki wenu mnataka muingie bure. Nadhani juzi CAF imetoa tangazo kwamba michuano ya CAF haitakiwi watu waingie bure kwa sababu tayari ni kama brandi. Nani anasemwa Yanga na mwenzake Simba Melody ambao wana michezo hiyo hawajui thamani ya mpira. Nani katengeneza thamani ya mpira? Simba ndo katengeneza thamani ya mpira huu. Simba ndo katengeneza heshima ya michuano. Ndio maana nasema hata hii finali inaweza ikawa kubwa kuliko ya Melody na Pyramid. Kwa sababu gani? Simba status yake ni nzuri kwenye michuano hii. Simba status yake njia alizopita, namna ubora wa timu zinazokutana. Kwa hii finali inaweza kuwa bora kuliko. Ndio maana nasema finali yao na ya kwetu wanasema hatuna jipya. Sisi tuna jipya kwa sababu tayari status ndani ya CAF sisi ni kubwa kuliko wao. Kwa nasema sisi ubora wetu ndio unaotufanya tu hapa. La mwisho na la muhimu, unadhani dau lililowekwa kwa Mashujaa leo linaweza likaipa ugumu Simba kupata matokeo? Dau haliwezi kuwa kuleta ugumu. Japo mechi ni ngumu, ugumu unakuja kwa sababu yule anajipapatua kuto kushuka daraja. Na Simba naye anapambana kuweka pointi zake sawa katika safari ya kugombea ubingwa. Kwa hiyo ile kuweka ile dau, unasema kwanza wanawatoa mchezoni. Wanawatoa mchezo. Kama unaweza kutoa milioni 100, kumbe unaweza kusajili wachezaji watatu wa milioni 30, milioni 90 ukapata wachezaji ambao wana clear wazuri ambao wataisaidia timu kuliko kufikia hapa kuatia pressure. Hawana akili za mpira, Na muda mwingine hela sio za kwao. Yaani hizi hela sio za kwao. Hela zina sehemu ambako zinatoka. Wanakuja kuwashinikiza ndio akili ilivyo. Yaani utumie akili kubwa Jafet. Yaani huna jambo kubwa la kuumiza kichwa ukawaza. Hela hizi hajatoa Mashujaa. Amehojiwa jana mwenyekiti wa Mashujaa, kituo kimoja cha redio nilikuwa nafuatilia. Anasema yeye jambo analosema kuwapa motisha wachezaji ni jambo la kawaida, lakini hicho kiwango anachotaja mwandishi yeye hakijui na wala hasio yeye alichokipanga hicho. Sasa kama mwenyekiti hajui hiyo bonus, ina maana hela zimetoka wapi? Kuna sehemu ambapo zimetoka ambao ndio wenye shinikizo la kuyataka hayo matokeo ya Mashujaa. Sio Mashujaa mwenyewe kwamba ndo anapambana kupata hayo matokeo. Kwa zile hela zingekuwa za kwake, angetafuta wachezaji wenye quality ile, wangemsaidia asingekuwa yupo hapo. Ila tuambie tu Mashujaa, hata wenzao walijua hatutotoboa, lakini nadhani wao ni kama marudio tu. Hii sehemu tulipo ni kama tuna brush kikosi kwa ajili ya kwenda finali. Kwa hiyo mimi sina shaka hata wawekee milioni 200, hata wawekee bilioni 1 mezani. Wenzao wameshindwa goli moja kwa Mkapa kwa ajili ya kupata bilioni 2 na hela sio shida. Yaani kwamba uwezo huo unao. Kama una uwezo utapata hiyo hela, lakini kama uwezo una hata uwekee bilioni 2. Benjamin Mkapa goli moja upate bilioni 2 na milioni 500. Wameshindwa kupata goli moja. Wao ni nani? Maliza na wana Simba. Maliza na wana Simba, kuna mechi saa 10 KMC. Mimi niseme tu twende kule kama alivyosema msemaji, twende tukajae KMC, tuwapongeze wachezaji wetu kwa sababu ni jambo kubwa waliofanya. Kwanza wamewaziba midomo wale wapiga zumari vyuma chakavu, kila sehemu zao wanatafuta cha kuongelea. Yani mtu anatafuta habari. Yani tumeziba njia. Aliyeziba njia ni akina Hua, akina Mpanzu, akina Shamu Karabu, akina akina Black Hamza, akina Kamara, ndio wameziba hii mianya. Maana tungewaambia nini watu? Yaani tungeongea nini kwenye mic huko Jafet na tunaongea nini? Ambia nyinyi ni wale hamwezi kufika kweli, lakini wameziba njia. Sasa wanafanya tu huna jipa, ameshajua umepata. Yaani vile ajivunia medali yake ile shanga shingoni, anawaza tayari Simba keshaifikia. Kwa hiyo tuwapongeze wachezaji, ni mechi ya kwenda kuwapongeza na kuwapa hope zaidi waendelee kupambana kwa sababu bado tuna kitu tunakihitaji. Ni mechi ya kwenda kukutana nao, mechi ya kwenda kuendelea kujenga mioyo ambayo tuliwapa. Nadhani mimi mwanzo kabisa wa msimu nasema tunapanda DNA kwenye mioyo yao. Kwa hiyo DNA tuliyopanda nadhani unaona namna ya upambanaji. Twende KMC tukawapigie makofi, tukawapongeze. Jeshi shughuli bado inaendelea. Mashujaa niwaambie wamekuja wakati mgumu ambao panga imekubali poli likatike. Yaani panga imechanganya ni kuswala la kufyeka msitu tu. Kwa hiyo wamekuja wakati mbaya Mashujaa. Nadhani wao wanaweza kuwa mfano
kuwapa salamu Berkane kwamba Simba nini anataka msimu huu. Ni ubaya ubwela, hatucheki na yoyote. Wivu, mama wivu. Unampata Alikamwe. Atateseka sana mwaka. Angalia afya yake, wamsaidie kumpima. La sivyo tutamkuta ameshakuwa mgonjwa. Ana wivu sana yule kijana, anateseka na wakati mgumu. Yeah. Mwite Lawrence, tumepata wasaa mzuri wa kuzungumza naye, na kubwa sasa tulikuwa tunaiangazia Simba Sports, lakini shauri la Young Africans ambalo kwa hivi sasa kasi wamejibu kwamba halina maana la wao kusikiliza. Tutakujuza pindi ambapo tutapata habari kutokea KMC kwa dakika zote 90. Asalamu alaykum, endelea kutufuatilia.